Jambo lingine pia la msingi sana ni usimamizi wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ndicho ambacho kimeunda serikali. Serikali inatekeleza yale ambayo ilani imewagiza, ambayo ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, na sisi ndio wafuatiliaji na wasimamizi wa utekelezaji wa hiyo ilani. Tuna jukumu la kuhakikisha kwamba kama ni miradi basi itekelezwe kwa wakati, itekelezwe kwa kiwango, lakini pia ubora wake uendane na matumizi ya pesa iliyowekwa katika mradi huo. Ndio jukumu letu kama chama. Kwa hiyo tujikite katika hilo. Wananchi wakiona miradi inatekelezwa katika maeneo yao, ndio ambayo inawajengea pia imani kwamba hiki chama tulichokiweka madarakani hatujakosea kufanya hivyo. Lakini jambo lingine pia, tuendelee kuimarisha mshikamano wetu. Palipo na mshikamano na umoja na utulivu, basi siku zote bundi huwa hawezi kutua hata kidogo. Atapita sehemu zingine zote atavuruga, lakini alikuta mahala watu wameshikamana vizuri, hawezi kuingia. Lakini jambo la mwisho pia, niwaombe sana tuendelee kuimarisha amani tulionayo kwa sasa hivi. Siku hizi kutokana na mitandao hii utandawazi, kidogo tumeanza kushawishika na mambo ambayo sio utamaduni wetu. Sisi ni taifa la amani siku zote, tuendelee kuilinda amani yetu. Tusishawishike na mtu yoyote au kikundi chochote kile kwa lengo la kuvuruga amani yetu. Hao wanaotamani kuvuruga amani wanakuwa na mambo yao ya binafsi, na maslahi yao ya binafsi, na wakati mwingine wanatumika na watu kutoka nje. Hiyo iko wazi. Sasa tukikubali wanachotuambia bila kutafakari, tutaingia kwenye matatizo na hakuna atakayekuja kutusaidia. Tukiingia kwenye migogoro na matatizo, hakuna mtu atakayekuja kutusaidia, badala yake watatucheka. Wote usikubali kuingia katika tatizo kama hilo. Tuendelee kushikamana, tutunze amani yetu. Kazi hizi zitajengwa na wanachama sisi wenyewe, si ndio jamani? Na kwenye wanachama wanapatikana wapi? Kwenye ngazi ya shina. Kwa hiyo niwaombe kama alivyosema katibu wangu, wale wanne wale basi tunakaribisha warudi nyumbani. Lakini niombe viongozi wangu wa wilaya, viongozi wangu wa kata, viongozi wa matawi, na sisi tufanye ziara kwenye maeneo yetu, tusikilize kero za wananchi pamoja na kuzifanyia kazi. Nafanya ushawishi kama ambavyo kwenye taarifa yao wamesema, kuhakikisha hao nao wanaunga jukumu la kusapoti maono na kazi kubwa inayofanywa na Chama cha Mapinduzi, ili kuhakikisha tunakwenda pamoja. Na imani ukipata fursa ya kurudi tena kwenye shina hili namba 6, hata hao wanne utawakuta wamejiunga Chama cha Mapinduzi.